Mpendwa wa Mungu, karibu kwenye chaneli yetu, like, share, comment na subscribe. Na kama uko tayari, tuangalie mpaka mwisho. Grace amemaliza kuomba. Ni saa 8:30 usiku sasa. Na amelala. Wakati huo miungu ya nyumbani kwa baba yake imekutana kwa mahojiano. Huu ni ukumbi wa mlinzi. Tumekuita maana tunakuhitaji hapa. Watu wako wameenda kinyume na makubaliano yetu. Wamekengeuka na kuvuka mipaka yao. Wanapingana na kinachowawezesha toka enzi. Tazama madhabahu yako hapo, kufuli halijafunga. Nani amelifungua? Mama Grace hajaweza lala toka alivyoota ile ndoto, na alijua kabisa maana yake ni nini. Kijana wako ameleta mtu asiye damu yetu kutuchafua. Mbaya zaidi, ameondosha na kudhalilisha jina la Elias kwenye uzao wa kiume wa ukoo wako na kukataa dhabihu za kike kuteketezwa. Wakuu wa anga hili, mmesikia mashtaka ya ukoo wa Elias. Hatujawahi kushindwa, karibuni mtoe mawazo yenu. Uzuri ni kwamba mwanadamu ni mpofu na mauti, hajui yeye ni nani au ametoka wapi. Roho Mtakatifu na kuhitaji unisaidie mimi Hana. Endelea. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 8. Usome binti yangu. Usiogope mtoto wangu. Naye Bwana, yeye ndiye atakayenitangulia, atakuwa pamoja nami, hatanipungukia wala kuniacha. Sitaogopa wala sitafadhaika. Asante Roho Mtakatifu. Haleluya, hakika siko peke yangu. Maombi yako yasiwe ya hofu. Ulichokiona kisipate mzizi wa hofu, niko na wewe. Hii iwe ushuhuda kwa uzao wako kama ilivyokuwa shuhuda kwako kutoka kwa mama yako Abigail. Alijikuta kwenye familia ambayo wake wa kwanza wa watoto wa kiume wa kwanza kwenye ukoo wa nyumba ya baba yako lazima wapoteze maisha. Kama sivyo, lazima waumwe magonjwa yasiyotibika mpaka kuachika na kupoteza maisha. Ila yupo hadi sasa na mwenye afya tele. Na wewe utaishi kushuhudia uaminifu wako kwangu kwa watoto wako. Ndivyo ambavyo Ethan, Grace, Eric na Erica watashuhudia kwa uzao wao, ila lazima waone kutoka kwako. Asante mama, umenitoa mbali, bila wewe sijui ningekuwa wapi. Asante baba yangu wa mbinguni, hakika rehema zako zadumu milele na milele, vizazi hata vizazi. Utawafundisha na kuwashuhudia wanao na mume wako na kukusanyika hapa kwa siku 7, na mtaanza kwa kuomba toba na rehema na mengine nitakayoelekeza. Leo utaomba kwa kunena kwa lugha kwa muda wote, na Zaburi ya 91 itafanyika kwako, na muda ukifika wa kukuachilia nitakujulisha. Nami nitaimba juu ya nguvu zako. Nitaimba kwa furaha da asubuhi, maana umekuwa ngome yangu na kimbilio wakati wa mateso yangu. Ribosika kakakara hisa sasa skorika krurta. Ribosika karibosi narora klasi rasrata. Ribosika karibosi narora kyala. Siratra kakakarate sotsas. Kurika kakrurta. Kwa rehema zako Baba, nilikuwa kijana na sasa ni kijana mzee. Kamwe sijaona mwadilifu ameachwa na Mungu au watoto wake wakiombaomba chakula au kuwa mbuzi wa sadaka. Ndiyo Bwana, asante Yesu. Asante Bwana wangu kwa rehema zako nyingi kwangu. Haleluya. Hana, jiandae kwa safari, kusanya watoto wako hapa. Asante Roho Mtakatifu. Sifa na shukrani zirudi kwako juu mbinguni. Saa 12 sasa, Mama Grace anarudi chumbani kujiandaa na safari. Wakati huo baba Grace anamtafuta mke wake pia. Lazima nimwambie mke wangu. Anajua mke wake ana karama kubwa sana kiroho toka chuoni, na ni moja ya kitu kilimfanya Elias kumpenda sana Hana. Unazunguka kutafuta nini asubuhi yote hii jamani? Si unatakiwa upumzike? Ni wewe mpenzi, kuna jambo limenishtua kidogo. Ni jambo gani hilo mpenzi wangu jamani? Liz, unaweza kunitafutia zile containers kama ni hivi kule kwenye jiko la nje? Ndio madam. Ndoto, nafukuzwa na imejirudia mtoto visali ya ndoto ulioto. Nikalala ndo nilipoanza kuota. Nahisi kuna kitu hakiko sawa hapa.
Hakuna kilicho sawa hapa baba, ila Mungu yupo upande wetu. Usijali kabisa na usiruhusu hii ndoto ikapanda mzizi wa hofu. Sawa? Sawa mama, afadhali kidogo. Unaenda wapi? Maana unapikaga chakula changu kukiwa na safari unakwenda. Nimepata maelekezo nikawakusanye wanetu warudi. Kwa kweli, na nilikuwa na wazo la kuwatambulisha. Wapi huko? Unaonaje aliyenipa maelekezo akamalizana nanyi kwanza kabla ya kwenda huko kwingine mpenzi? Ni sawa kabisa. Liz, pack kila kitu kwenye makontena yake na uhifadhi kwenye friji, sawa? Ni chakula cha baba. Twende nikapack nguo na kujiandaa nisichelewe. Unaendeleaje mwanangu? Kimwili najua uko vizuri, tumeshaongea, nataka kujua kiroho. Mama, nimefurahi umekuja. Unajali sana ninavyofanikiwa kimwili na rohoni pia nifanikiwe. Wow! Kila nikija ni kama nimekuja kwa mara ya kwanza. Unajitahidi mwanangu, hongera sana. Asante sana mama, najitahidi kidogo. Mama, karibu ndani, upumzike kidogo. Asante sana mwanangu. Ngoja nipeleke mzigo yako nije kukuandalia chai kidogo. Sawa mwanangu. Ulipata likizo nilisema ombe? Niliomba mama, ila wananizungusha tu, sijajua itakuwaje. Kesho utakwenda na itakuwa wewe bali Roho wa Mungu pamoja nawe na watakupa barua yako. Asante mama, nina imani. Kusema ukweli, namshukuru Mungu nikikuona hivi. Maisha yangu yanakuwa marahisi. Namshukuru Mungu sana kwa kunipa mama mwombaji na aliyejazwa na Roho. Amina mwanangu. Sifa na shukrani ni zake. Maisha yangu yote nimekuzwa na mama mwombaji. Haikuwa rahisi kwangu, ila alisimama na leo Mungu ashukuriwe, mimi ni ushuhuda tosha leo hii. Wale wanaomjua Mungu wao wanafanya zaidi na kutawala zaidi. Kwa kweli mama, uko sahihi kabisa. Sasa nijiandae twende kwa dada yako, atakuwa anatusubiri. Hatuna muda wa kupoteza. Ndio baba, nimemwona Ethan. Ndio tunakwenda kwa Grace sasa tukamwone na kuja naye hapa. Asante sana baba. Nimefurahi kuongea na wewe. Mume wangu, tutaongea baadaye, basi uwe na siku njema. Hii ni moja ya investments ambayo familia ya Bwana Elias inamiliki. Kila investment Elias alizofanya ameziweka chini ya jina la mkewe Hana na sio jina lake. Madam, shikamoo. Aliwahi kumwambia vitu sana. Vyote ni salama Boss, sana vikiwa chini yako, ni kama vimezungushiwa moto wa ulinzi. Havileti hasara bali vinazidishika zaidi. Kila wazo Elias alilopata alihakikisha anamshirikisha Hana, na ushauri wowote Hana aliokuja nao aliuchukua bila kupinga na kumfanya mwenye umiliki mkubwa sana wa mali. Watoto wangu, tuombe sasa. Roho Mtakatifu, tunajikabidhi kwako, tuongoze, tulinde, tufiche, kuwa dereva wetu kwa jina la Yesu. Tubariki tunavyotoka na tutakavyoingia nyumbani kama neno lako linavyosema. Amen. Wamefika salama nyumbani na Grace na kaka yake wanazunguka kuangalia mazingira, maana ni kitambo kidogo. Baba, na kuabudu kwa yale ulionifanyia mimi na familia yangu. Mama Grace bila kupoteza muda ameingia kwenye chumba cha maombi, wengine wakijiandaa kwa maelekezo yake. Tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala maisha yangu.